ewe mjumbe wa Allah, inna faridhata Allahi, hakika faradhi ya Allah ala ibadihi, kwa waja wake, fil haji, katika hija, adrakati abi, imemfika baba yangu, shaykhan kabira, akiwa ni mtu mzima sana, la yastati'u, hawezi, an yathbuta ala rahila, kukaa juu ya kipando, kimweka juu ya farasi hawezi kukaa ili kwa ajili ya kwenda huko. Afa ahujja anhu, je nikamuhijie? Qala na'am, mtume akamwambia ndiyo. Wadhalika, na suali hilo aliulizwa mtume fi hijjatil wadai, katika hija ya mwisho ya kuaga, ndio aliulizwa swali hilo, kuonyesha kwamba halijafutwa hilo jambo, bado lipo. Hadithi hii rawahu aljamaa, imepokewa na makundi la ulama wa hadithi wote. Wakala Tirmidhi, na akasema Imam Tirmidhi, hasanun sahihun, hadithi ni hasani, pia ni sahihi. Wakala Tirmidhi aidan, akasema Imam Tirmidhi vile vile, wakad sahha anin nabii, kasema kwa hakika imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, fi hadha albabi, katika mlango huu, ghaira hadithin, yani si hadithi moja, ziko nyingi tu zilizosihi kwa jambo la kwenda kuhijiwa mtu ambaye hawezi kwenda kuhiji. Wala amal ala hadha, na zinafanyiwa kazi hadithi hizi kwa utaratibu huo, inda ahlul ilmi, kwa upande wa wanazuoni, min ashabi nabii, kuanzia masahaba wa mtume wamezifanyia kazi hivyo, kuhijiana kwa yule aliyeshindwa kuhiji, wa ghairuhum, na wengineo wasiokuwa masahaba. Wote hao yarauna, wanaona, an yahujja anil mayyit, kwamba anatakiwa kuhijiwa maiti anahijiwa kwa maana na mgonjwa pia. Wabihi yakulu Thawri, na hivyo hivyo ndivyo anavyosema Imam Thawri, wa ibn al-Mubaraka, na ibn al-Mubaraka, wa Shafi'i, na Imam Shafi'i, wa Ahmad, na Ahmad, wa Ishaq, na Ishaq. Wakala Malik, akasema Imam Maliki anasema idha awsa an yahujja anhu, kwamba atahijiwa marehemu pale atakapokuwa alihusia kwamba akahijiwe. Hajja anhu, madha alihusia, basi atahijiwa. Wakad rakhasa ba'dhuhum, na wameruhusu baadhi yao, an yahujja anil hayy, wameruhusu kwenda kumuhijia mtu ambaye yu hai, si maiti tu, idha kana kabiran, pale akiwa huyo mtu kisha kuwa mtu mzima sana, wa bihalin, na yuko katika mazingira au hali ambayo la yakdiru an yahujja, hana uwezo wa kwenda kuhiji, basi wamekubaliana, wamesema baadhi ya maulama wengine wameruhusu, yafaa kwenda kuhijiwa mtu huyo. Wa huwa kauli Ibn Mubarak wa Shafi'i, na hiyo ndiyo kauli ya Ibn Mubarak na Imam Shafi pia. Wa fil hadithi, katika hadithi hizi dalilu, zinaonyeshia dalili au zinafahamisha, ala anna almar'ata, kwamba mwanamke, yajuzu laha an tahujja, inafaa yeye kwenda kuhiji, anir rajuli, kwenda kumuhijia mwanamme, wal mar'a, na hata mwanamme. Sababu huyu aliyemuuliza mtume alikuwa ni mwanamke, kwamba baba yangu ya Rasulullah, imemfikia wajibu wa hija akiwa tayari keshakuwa mtu mzima sana, hawezi kukaa kwenye kipando, je nikamuhijia? Akamwambia kamuhijie, kuonyesha kwamba mwanamke aweza kwenda kuhijia mwanamme, na vile vile aweza kwenda muhijia hata mwanamke mwenziwe, na kinyume chake jamani. Warajulu, na mwanamme pia naye, yajuzu lahu, inajuzu au inafaa kwake, an yahujja anir rajuli, kwenda kumuhijia mwanamme mwenziwe, wal mar'ati, na hata kumuhijia mwanamke. Walam ya'ti nassun, na haijaja dalili yoyote dondoo, yukhalifu dhalika, inayopinga hilo, kwamba mwanamke hatakiwi kumuhijia mwanamme bwana, pengine akamuhijia mwanamke mwenziwe tu. Hakuna nasu hiyo iliyokuja kuonyesha hivyo, haipo, kuonyesha kwamba inafaa kwenda kuhijiana kwa mtu yoyote yule. Sharti awe ni Muislam na awe yeye alishahiji.
basi. Na kuna wengine wakasema hata kama hajahiji, wapo waliosema hivyo, aweza kwenda kumhijia. Sasa anasema idha ufiya al-ma'subi al-ma'dhubi, idha ufiya al-ma'dhubi, tumeona kwamba mtu mgonjwa ambaye pengine maradhi yake hayatarajiwi kupona anakwenda kuhijiwa kwa sababu ndio anakuwa kashakata tamaa, lakini imetokea kapona. Sasa tuliona huyu haponi, kapona. Idha ufiya al-ma'dhubi, atakapopona mgonjwa mgonjwa kapona. Anasema idha ufiya al-maridhu, atapoponyeshwa mgonjwa baada an hajja anhu, baada ya kuwa keshahijiwa. Alikuwa mgonjwa akaenda akahijiwa, watu weshamuhijia, kaja kupona. Vipi huyo? Baada an hajja anhu naibuhu, baada ya kushakuhijiwa na naibu wake, yule aliyempa unaibu akamhijia, kisha muhijia. Fa innahu, hakika mtu huyo, yasqutu alfaradhu anhu, unaanguka ile faradhi kwake, haipo tena, ndio ishatekelezwa kwake. Sikeshahijiwa, hata akipona ule wajibu ndio faradhi ishaanguka kwake, hakuna tena faradhi ile kwake. Wala talzimuhu al-i'ada, wala hatolazimikiwa kurejea hija nyingine. Ile kwenda kuhijiwa imeshatosha. Kwa nini? Lialla tufdhi ila ijabi hijjataini, kwamba tutasema imeshatosha ile, hatutamwambia akahiji mara nyingine, ili lialla tufdhi, isije ikapelekea ila ijabi hijjataini, kumwajibishia hija mbili. Maana ukitoa fatwa kwamba bwana lazima ukahiji, itakuwa sasa kawajibikiwa na hija mbili, ile kishahijiwa na nyingine, wakati hakuna hija mara moja tu. Tushapita hizo dalili huko nyuma. Wa hadha madhhabu Ahmad, na huu ndiyo mwenendo wa Imam Ahmad, kwamba anasema aliyehijiwa kama alikuwa ni mgonjwa kaja kupona, basi hakuna wajibu tena. Akenda akihiji itakuwa ni zile za sunna, sasa hana wajibu kwenda kuhiji. Imam Ahmad akasema hivyo. Lakini wakala jamhuri, ama jamhuri ulama wanasema kinyume chake, la tujzi'u, wao wanasema haijajuzu ile hija yake. Kipindi alipopoa tu, basi ile hija kwake imebatilika, imekuwa kama ni sunna, bado ana wajibu wa kwenda kuhiji. Jamhuri wameona hivyo, la tujzi'u. Kwa nini? Liannahu, anasema haijuzu tena ile kwa sababu yeye tabayyana, tayari imeshabainika, annahu, ya kwamba yeye lam yakun maiusa minhu, hakuwa mwenye kukata tamaa. Si tumesema kwamba maradhi ya kukata tamaa? Sasa kwa kuwa kapoa, inaonekana maradhi yake ilikuwa si yenye kukatisha tamaa. Kwa ina maana kama si mwenye kukatisha tamaa, bado kwenda kuhijiwa hakujasihi kwake. Sawa sana, mtu kashikwa na malaria kidogo, leo kapigwa na malaria, anajua haya kila dozi na hivi mimi napona bwana, nitakwenda hija. Hajakata tamaa. Sasa huyu alikata tamaa, lakini kaja kupona. Kule kupona kwa maradhi ni dalili kuonyesha kwamba maradhi yake hayamo kwenye lile kundi la maradhi yenye kukatiwa tamaa. Kwa hiyo hija yake aliyohijiwa, jamhuri wakaona ile itakuwa ni sunna tu, atakuwa na wajibu wa kwenda kuhiji mwenyewe. Wa inna al-ibrata bil intihai, na wanasema kwamba mazingatio inazingatiwa kutokana ule umalizaji, kwamba maradhi si amemaliza bana, basi hija yake wakasema haizingatiwi ile, itabidi akahiji tena. Lakini warajah Ibn Hazmi ar-ra'y al-awwal, Ibn Hazmi yeye ametia nguvu zaidi rai ya kwanza ile ya Imam Ahmad, kwamba hakuna kuhiji tena, ile ishatosha. Kaungana na Imam Ahmad yeye. Fakala, akasema hivi, idha amara an-nabiy, atakapoamrisha Mtume sallama bil haji, hija,
amma la yastati'u alhajja, kwa yule asiyeweza kuhiji, rakiban, hali ya kuwa amepanda, wala mashian, wala hawezi kwenda kuhiji kwa hali ya kutembea kwa miguu. Wa akhbara, na akaeleza, anna dainullahi, kwamba deni la Allah yuqda anhu, linalipika. Fakad taadda dain, limakuwa limeshalipika deni, bila shaka, pasi na shaka. Wa ajiza anhu, na limeshajuzu deni hilo au limeshatosheleza. Narudia, Ibn Hazmi akasema hivi, akasema kwamba hija ni hile ishatosha. Kwa nini? Idha amara nabiyu, pale ambapo mtume aliamrisha salama bil haji, aliamrisha kuhijiwa, aman la yastati'u alhajja, kwa yule asiyeweza kuhiji. Mtume sikaamrisha kamhijie tena, rakiban, kamhijie katika hali ya kuwa mtu amepanda mnyama, kahiji katika hali ya kuwa kapanda pale, sawa. Wala mashia, yani asiyeweza kuhiji katika hali ya kupanda mnyama wala kutembea kwa miguu, hawezi. Mtume kaamrisha akahijiwe. Na alipohijiwa, wa akhbara, akaeleza, anna dainullahi, kwamba deni la Allah yuqda anhu, linatakiwa kulipwa. Fakad taadda dain, basi ameshalipa deni bila shaka, pasi na wasiwasi. Wa ajiza anhu, na itakuwa imeshamjuzia yeye. Wa bila shaka, na pasi na shaka yote, anna masakata, kwamba kile ambacho kilishaanguka wajibu wake, wataadda, na kimeshatekelezeka, fala yajuzu, haitafaa tena, an yauda fardhuhu, kurejea tena faradhi yake hiyo, bidhalika, kwa jambo hilo, illa binasi, isipokuwa kama litafaradhika tena, basi kuwe na nasi, kuje dondoo. Jambo ambalo wajibu wake ushaanguka, imesema kwamba mtu anapokwenda hijiwa wakati ana sababu zile za maradhi au tuuzima au mengineo, inakubalika, wajibu ushaanguka. Sasa tena haunyanyuki tena, huo ndo ushaanguka. Fakataadda bila shaka, deni lishalipika pasi na shaka yote. Wa ajiza anhu, na limeshamjuzia. Wa bila shaka, na pasi na shaka yote, anna masakata, kwamba kile ambacho kilishaanguka wajibu wake, wataadda, na kikawa tayari kishatekelezwa, fala yajuzu an yauda fardhuhu, haitajuzu kurejea tena faradhi yake, bidhalika, kwa jambo hilo, illa binasi, ila kuwe na dondoo ionyeshe kwamba hili kunatakiwa lirejewe. Wala nasaha huna, na hakuna nasu hapa aslan, hata siku moja haiko dondoo ile kuja kuonyesha hivyo. Biaudatihi, dondoo inaonyesha kwamba inatakiwa kuirejea hija hile. Walau kana dhalika aidan, na lau ingekuwa kwamba dhalika aidan, hija hiyo inatakiwa kurejewa, la bayyana alayhi salatu wasalam, ingebainisha mtume rehma na mjuu yake dhalika, jambo hilo ingebainisha. Idh, kwa sababu, kad yakuwa shaykhu, saa nyingine hata huyo mtu mzima anaweza kupata nguvu, kwamba siku nyingine hapa kapata uwezo wa kwenda, lakini hana nguvu mtu mzima. Kuna kipindi huko mbeleni yawezekana mtu mzima akawa strong kabisa, na mtume alijua hilo. Sasa ingesema kwamba ikitokea mtu kapata uwezo akawa na nguvu, basi akahiji mwenyewe, akahiji tena. Hakubainisha hilo. Na watu wa sheria nasema tarkul bayani fi waqti alhaja la yajuzu, kuacha kufafanua jambo wakati ambapo ufafanuzi ule wahitajika, haifai. Wengine wakasema tarku istifsali fi amri alihtimali yu'mimul maqal, kuacha kufafanua kitu katika jambo ambalo linaweza kubebeka hivi na hivi, basi inaonyesha kwamba ni umumul maqal, kwamba maneno yameonyesha umumu, kwamba mtu akishahijiwa ndo kahijiwa. Ingekuwa haitoshi, ingesema akishahijiwa ikitokezea akapoa, basi ende mwenyewe. Hakuna hiyo bayana iliyobainishwa hivyo. Idh kadi yakuwa shaykhu, kwani anaweza hata mtu mzima akapata nguvu, fayatiku rukub, akaweza kupanda mnyama akenda hija. Fa idha lam yukhbiru an-nabi sallam, kwa kuwa hakueleza mtume sallam bidhalika jambo hilo,
fala yajuzu audatul faradhi, haitajuzu kuirejea tena faradhi ile alai kwake, baada sihhati taadiyatihi anhu, baada ya kuwa ilishasihi taadiyatuhu, utekelezwaji wake, anhu, kutokana naye kutekelezewa. Shartul hajji anil ghair, masharti ya kumuhijia mtu mwingine. Shartul hajji anil ghairi, masharti au sharti la kumuhijia mtu mwingine, kuna masharti gani? Anasema yashtaritu, inashartishwa, fi man yahujju an ghairihi, kwa yule anayemuhijia mtu mwingine, an yakuna kad sabaka lahu alhajj, awe yeye alishatangulia kuhiji. Kwa maana hafai kwenda kumuhijia mtu ambaye yeye hajahiji. Ikiwa hujahiji ukenda ukimhijia hija, inakuwa si uliyemuhijia, inakuwa yako wewe. Lakini jamani, hili sio ala sabili lijma'i. Kuna wengine wanasema yafaa kumuhijia mtu hata kama hajahiji, lakini hii ndio kauli sahihi, kwamba huwezi kumuhijia mtu wakati wewe unayemuhijia mtu hujawahi kuhiji. Yani wewe tayari ushaondoa ule wajibu kwako, basi utakwenda kumuhijia mtu. An yakuna kad sabaka lahu alhajj, awe yeye alishatangulia kuhiji, kisha hiji, an nafsihi, kujihijia yeye. Kwa ushahidi gani? Lima rawahu ibn Abbas, kwa kilichopokewa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume wa Allah, rehma na amani juu yake, sami'a rajulan yaqulu, mtume alimsikia kijana mmoja asema kule kwenye hija, labbaika an shubruma, labbaika an shubruma, na kuitika ya Rabbi kutoka kwa niaba ya Shubruma. Mtu yetu Shubruma, labbaika an shubruma, na kuitika kutoka kwa niaba ya Shubruma, ndio kaja kumuitikia, yani wito. Si unasema labbaika Allahumma labbaika innal hamda mpaka mwisho, yeye akawa anasema labbaika an shubruma labbaik. Sasa mtume alipomsikia huyu anamuitikia Shubruma, rawahu Abu Daudi, ndio an shubruma, fakala, mtume akamwambia hivi, akamuuliza, ahajjata an nafsika, wewe ushawahi kuhiji wewe mwenyewe, ushakujihijia wewe? Kala, akasema la, akasema mimi sijai kuhiji. Fakala, mtume akamwambia, fahujja an nafsika, basi jihijie wewe mwenyewe kwanza, thumma ukishajihijia wewe mwaka mwingine, hujja an shubruma, utakuja muhijia wewe Shubruma wako. Lakini kwanza jihijie wewe, halafu utakuja kumuhijia. Si kwamba ndo pale pale kwamba na hijia alafu apiga hija mbili pale pale. Hiyo ni kwa mwaka mwingine, huwezi kupiga pahala moja watu wawili. Kaambia jihijie wewe, halafu utakuja muhijia Shubruma. Hii kuonyesha kwamba huwezi kumuhijia mtu wakati wewe mwenyewe hujawahi kuhiji, ile fardhi kwako haijaondoka. Hadithi hii rawahu Abu Daudi, imepokea na Abu Daudi, Ibn Majah na Ibn Majah. Qala, kasema Al-Baihaqi, Imam Baihaqi kasema hivi, hadha isnadun sahihun, hadithi hii sanadi yake ni sahihi. Laisa fil babi, hakuna katika mlango huu wa hija, asahu, hadithi iliyokuwa sahihi zaidi, minhu, kuliko hiyo. Sio hakuna sahihi, sahihi zaidi kuliko hii hakuna kwenye mlango huu wa kuhijiana. Qala Ibn Taymiyyah, akasema Ibn Taymiyyah, inna Ahmada, hakika Imamu Ahmadi, hakama, amehukumu hivi, fi riwayati ibnihi, kuhusiana na masimulizi ya mwanawe Salihun anhu, mwanawe Salehe ambayo anhu kutoka kwake, ameihukumu kuwa annahu marfu'un, kwamba hadithi ni marfu', ala annahu, ni marfu' ala annahu, ya kwamba wa in kana mawqufan, hata kama ni mawqufu, imesita njiani ya hadithi kwamba ni maneno ya sahaba, falaysa ibn Abbas, hakuna kwa Ibn Abbas fi ndani yake mukhalifun, Ibn Abbas hajapingana na hiyo hadithi. Wa hadha qawlu aktharu ahlul ilmi, na hii ndiyo kauli ambayo wamekwenda nayo wengi katika wanavyuoni
kwamba unatakiwa uhiji kwanza wewe ndio ukamhijie mtu. Annahu, ya kwamba la yasihu an yahuja an ghairihi, haisihi kumuhijia mwingine, man, kwa yule ambaye lam yahujja an nafsihi mutlaqa, ambaye hajajihijia mwenyewe moja kwa moja, yeye hajahiji, haifai kumuhijia mtu. Mustati'an, tena ana uwezo wa kuhiji, kanan, awe na uwezo wa kuhiji au la, au hana uwezo, basi madhali huna uwezo pia hutokwenda kumhijia mtu. Kwa nini? Lianna tarkul istifsali, kwa sababu kule kuacha kufafanua kitu, na pale mtu hakufanua kule kuacha kufafanua kitu, watafriki fi hikayati al-ahwali, na kutofautisha katika usimulizi wa hali, jambo hilo dallan ala al-umumi, hiyo ni kanuni jamani, inafahamisha, inaonyeshia dalili kwamba ni umumi, inaenea vitu vyote. Kitendo cha Mtume kumuuliza yule bwana, ushahiji wewe? Bado. Kamwambia basi kajihijie mwenyewe, alafu utakuja kumuhijia shuburuma wako. Hii hakuweka wazi kwamba lakini ukiwa huna uwezo yafaa, sawa au lakini wewe mwenyewe kama una uwezo ndio itafaa, au hakusema, kamwambia wewe kajihijie, wewe ndio utamuhijia. Hii kuonyesha kwamba ni umumi yake, iko katika umum, kwamba haitofaa kumuhijia mtu wakati mwenyewe hujahiji. Haina takyidi kwamba isipokuwa ukiwa huna uwezo wewe wa kwenda. Mimi sina uwezo, sasa yeye ndio kaniwezesha kwenda, kwa maana ni hata kama una uwezo basi hufai kwenda kumhijia mtu. Hiyo hija itakuwa ya kwako wewe, kwa hiyo utakuwa mfanya wizi. Mtu kakulipa pesa alafu ngoma iko ya kwako. Man hajja li nadharin, sasa mtu ambaye kahiji kwa sababu ya nadhiri, alaihi, ambayo alikuwa nayo yeye, anadaiwa, aliyeka nadhiri ya kuhiji, ile inakuwa ni hija ya wajibu, nayo tumepita huko nyuma nadhiri inakuwa ni wajibu kutekeleza. Sasa mtu ambaye kaenda kuhiji kwa sababu ya nadhiri, alaihi, aliyekuwa nayo, hijjatul islami, ndio man hajja li nadhri, mtu ambaye atahiji kwa sababu ya nadhiri, lakini wa alaihi hijjatul islam, pia ana deni la hija ile ya Kiislam, pia hajahiji, yani hajahiji hija ile ya wajibu, lakini pia akaeka na nadhiri ya kuhiji. Kwa ina maana ana madeni ya hija hizo mbili. Huyu vipi? Afanya nini huyu? Afta Ibn Abbas, amejibu fatwa hiyo Ibn Abbas wa Ikrima na wanafunzi wake kina Ikrima, bi anna, ya kwamba man hajja liwafai nadhrin, atakayehiji kwa ajili ya kutekeleza nadhiri, alaihi, aliyokuwa nayo, walam yakun hajja, na alikuwa hajawahi kuhiji hijjatul islami, ile hija ya Uislamu, basi Ibn Abbas anasema annahu yujzi'u anhuma, hija hiyo itatosheleza kwa zote mbili, atakuwa kashapiga jiwe moja kwa ndege wawili. Hata hiji hija mbili, kwamba hii ya nadhiri alafu arudi tena aje hiji hija ya Uislamu, sawa. Lakini pia na hii si kwamba ndio maulama wote wamekubaliana, wengine wanasema hapana, zote ziko pale pale, hakubaliki kufanya jiwe moja ndege wawili, atafanya mbili tofauti. Ibn Abbas ametoa fatwa hiyo kwamba yujuzu anhuma, itajuzu kwa zote mbili, lakini kahiji hija hiyo moja. Wa afta Ibn Umar, na Ibn Umar yeye ametoa fatwa hivi, wa Ata wao wakasema bi annahu, ya kwamba yabda'u bi fardhi, ndio bi faridhati alhaji, anatakiwa aanze ile faradhi ya hija, kwa maana ile ya Uislamu, thumma yanfi bi nadrihi, kisha aje atekeleze nadhiri. Maana kwa mujibu wa Ibn Umar, wao wanaona hawezi kuhiji mara moja ikatosheleza zote mbili, lazima kila moja akahiji kivyake. Ipi atangulize? Ahiji ile ya Kiislamu kwanza, alafu atakuja kuja mara nyingine akahiji ya nadhiri. Tuko pamoja?
la saruratun fil Islam, hakuna utawa katika Uislamu. La saruratan fil Islam, hakuna utawa katika Uislamu. Neno sarura hili lina maana mbili. Sarura maana ya kwanza, manake mtu kutokuoa, ndio sarura, ndio utawa huo. Tuko pamoja kwamba wajifanya shehe wewe mtu wa Mungu lakini hakuna kuoa, kama vile wanafanya Wakristo kwamba nani yule padri anakuwa haoe na sister haolewi, si ndio? Ndio unaitwa ule sairura, sarura. Hakuna kwenye Uislamu. Lakini pia neno sarura lina maana ya kutokuhiji hali ya kuwa una uwezo wa kuhiji. Yule ambaye anaweza kuhiji hakuhiji pia ni sarura. Na kwa mujibu wa neno lilipowekwa, ina maana zaidi itakayokava ni kwamba la saruratan fi zaman, lake hakuna kutokuhiji, hakuna kuacha kuhiji wakati una uwezo wa nini, wa hija. Wewe ukafa hujahiji, hakuna hicho kitu kwenye Uislamu. Kwa hiyo ukifanya, maana unafanya jambo ambalo si la Uislamu. An Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kasema la saruratan fil Islam. Hiyo ni hadithi hakuna kutokuoa katika Uislamu. Kasema sioe au siolewi. Au la saruratan fil Islam, hakuna kuacha kuhiji katika Uislamu, hakuna. Hadithi rawahu Ahmad wa Abu Daudi, imepokewa na Ahmad na Abu Daudi. Qala al-Khattabi, amesema Imam Khattabi, as-sarura, neno sarura tufassaru tafsiraini, linafasiriwa kwa tafsiri mbili. Tufassaru tafsiraini, neno sarura linatafsiriwa kwa tafsiri mbili. Ahaduhuma, moja katika tafsiri zake, anna sarura, ni kwamba sarura huwa rajulu alladhi, ni mwanamme au ni mtu ambaye kadin qata'a an nikahi, ameacha kuoa, watabattala, na akajifanya yeye ni bechula tu basi. Sawa? Ala madhhabi rahbania, yani akaweka ingia kwenye madhehebu ya rahbania, ya wale watawa. Nasara, tena rahbaniyatun nasara, kaingia kwenye madhehebu ya watawa kinasara. Hiyo ndiyo sairura maana ya kwanza, kutokuoa. Alafu wenyewe wanashindwa, maskhara wewe nakuwa haoi, basi akishikwa saa nyingine anawaingilia wale wenzake, kisha zimataa siku zao wanazimataa, basi tafuta mtu mzuri pale, anakwenda karibu naye, na yule hutulia, ajua anashukiwa na bikira nani, kama alivyoshukiwa Bikira Maria, si ndio? Bikira Maria zikashukiwa na Roho Mtakatifu, naye anajua Roho Mtakatifu, kumbe mtakatifu wenyewe huyo shehe wake. Tuko pamoja wa minhu, na kutokana na tafsiri hiyo, tafsiri ya sarura kwa maana ya kutokuoa, kuwa tabatuli, tuko pamoja, kuingia kwenye urahbania, tafsiri hiyo inasapotiwa kaulu Nabigha, na kauli ya bwana mshairi mmoja anaitwa Nabigha, aliposema lau annaha uridatil ashmati rahibi abdun ilahu sarura saruratun mutaabidi adna labahajataha wa hasuna hadithuha wala khalaha rushdan wa in lam yurshad. Anasema lau annaha, lau ingekuwa mwanamke, annaha, ingekuwa mwanamke, uridat, akapelekwa mwanamke huyo, li ashmaqi, kwa mzee wa kiume ambaye ana nywele tofauti, maanake mshakuwa kuna nyeupe, kuna ashmaqi ni mtu ambaye nywele zake zishachanganyika, kuna kila rangi, nyeusi, nyeupe. Mwanamke atafutwe
apelekwe kwa mtu ashmati, tena rahibi, huyo ambaye ni ajifanya ndo mcha Mungu wa dini fulani, si ndio? Apelekwe mwanamke kwa huyo. Abdul ilah, mja wa Mungu. Sarura, yule ambaye hajaoa, lakini yani kizee hakijaoa, kina nywele nyekundu na nyeupe, apelekwe mwanamke kama huyo. Mutaabidu, tena huyo ashmat wenyewe ni mtu wa ibada. Waelewana? Kama atapelekewa, sawa, mwanamke atapelekwa kwa mtu ashmati, mzee ambaye keshakuwa na nywele na mvi, huyu mzee huyu apelekewe mwanamke. Tena ashmati huyu rahibi, ndio huyo anaitwa mcha Mungu. Tuko pamoja? Kama ni kwetu tuseme ndio ustadhi, lakini ndio hajaoa. Rahibi, abdul ilahu, tena mja wa Allah. Sarura, lakini hajaoa. Mutaabidu, tena anafanya ibada kweli kweli, apelekewe mwanamke, aonyeshwe adna, yani kwa muda mchache tu, la bahajataha, basi atafurahi huyo mzee, atafurahi. Wa hasuna hadithuha, na maneno yake yataanza kuwa mazuri tu, manake sijui wewe na hivi na hivi, si ndio? Kwa masara hajaoa huo sarura, alafu kakiona chakula atakuwa na maneno mazuri kwa yule bibi. Hapa jamani, huu ni si ushahidi wa nini? Kaleta shairi hili kuonyesha maana ya sarura. La hasuna hadithuha, basi maneno yake yataanza kuwa mazuri. Wala khallaha rushda, na atajipamba na uongofu. Wa illam yurshid, hata kama hana uongofu. Yani mtu atajifanya mwema, atajifanya mwenye imani, atajifanya mwenye nini, atajifanya mtu mzuri kwa sababu kuna bibi amtaka, au sio? Na ndio ilivyo, sio kama ashmati tu. Hata yule ambaye si ashmati, kijana tu anapotaka kwenda kutafuta mke, akiambiwa leo unahitajika kwenda ukao nini, hata kama hajahitajika kuwa akaonekana, hiyo siku tu akenda, basi atapiga kanzu, kofia, atajionyesha ni rushda kweli kweli, ni mtu mwenye uongofu kweli kweli. Tena anainamia chini, hata kutazama mbele hawezi. Kumbe muhuni, mlevi, mvuta bangi. Wa illa yurshid, hata kama hana rushdi yoyote. Sawa? Tumeliona neno sarura kwa maana ya kwamba mtu asiyeoa. Hiyo njia moja au tafsiri moja ya neno sarura kwamba ni mtu asiyeoa. Walwajhul akhar, lakini njia nyingine ya neno sarura ni kwamba anna sarura, neno sarura huwa ar-rajulu alladhi lam yahuj, ni mtu ambaye hajawahi kuhiji. Na hii ndiyo maana hasa ansab kwa hapa, kwa maana la sarura manake hakuna kukaa mtu hasihiji hali ana uwezo wa kuhiji. Huwa ar-rajulu alladhi lam yahuj, ni mtu ambaye hajahiji. Kwa hiyo famaanahu ala hadha, maana yake kwa mujibu wa utaratibu huu, anna sunnata dini, ni kwamba utaratibu wa dini, alla yabqa ahadun, asije akabakia yoyote, minan nasi, katika watu, ambaye yastatiu alhajja, anaweza kuhiji, bila fala yahuju, halafu asihiji. Ndio maana yake, kwamba haitakikani kwa mtu ambaye asibakie kujisikia, mtu ambaye anaweza kuhiji halafu asifanyeje? Asihiji. Fala yakunu sarura fil Islam, yani pusipatikane sarura katika Uislamu, yani kutokuhiji watu katika Uislamu isipatikane. Wakad yastadillu bihi, na wanatumia dalili kwa hadithi hiyo, man yazamu, wale wanaodai anna sarurata la yajuzu lahu an yahujja, wanatolea ushahidi kwamba wale wanaodai anna sarura, kwamba asiye hiji
la yajuzu lahu an yahuja an ghairihi, kwamba haifai kumuhijia mwingine. Pale kusema la sarura fil Islam, wanatumia hoja kwamba ni ushahidi huu kwamba yule ambaye hajahiji yeye ni sarura. La sarura manake hakuna kuhiji, manake akihiji hija haikubaliki kumuhijia mwingine. Wakafasiri hivyo wengine, wakatoa ushahidi huu. Wa takdirul kalami, na sasa ukifasiri kwa maana hiyo, ina maana lazima kutakuwa na vitu vimeondoshwa. Kwa hiyo wanakadiria maneno yenyewe endahu, kwenye maneno hayo, kwamba anna sarura, kwamba kule kutokuhiji, idha shuri'a fil haji an ghairihi, au idha shara'a, huyu sarura huyu atakapoanza tu fil haji kuhiji an ghairihi, kumuhijia mwingine, swara alhajju anhu, itageuka hija itakuwa ni ya kwake. Wanqalaba an fardhihi, na itageuka sasa kutoka kwenye faradhi yake yeye. Kwa nini? Liyahsula maana an-nafi, ili ipatikane ile maana ya nafiyu ya mtume, la sarura. Ile la ni la nafi, si nahi, ipatikane maana ya nafi ya kukanusha kwamba huyu atake ndaki hiji, maana yake hakuna hija kwa yule aliyehijiwa. Kwa fala yakunu sarura, haitokuwa sarura tena, yatakuwa si sarura tatoka kesha hiji yeye. Wa hadha madhhabu al-Auza'i, na hayo ndio madhehebu ya Imam Auza'i wa Shafi'i na Imam Shafi'i wa Ahmad pia, wa Ishaqa na Ishaqa birawahi, wa kala Maliku. Imam Maliki yeye ana msimamo mwingine, amesema Maliki wa Thauri na Imam Thauri wanasema hijjuhu ala ma nawahu, bwana hija yake itakwenda kwa mujibu wa alivyonuia. Yeye hajahiji, si ndio? Lakini si kanuia, kamnuilia shughuruma wake mfano lakini ile hadithi inapiga ile. Wao wanaona kwamba innamal a'malu binniyat, basi madhali huyu kamtilia nia yule aliyetaka kumwijia, basi itakuwa ya yule, si ya kwake yeye. Tuko pamoja? Wamekamata kwenye nini? Innamal a'malu binniyat, wala wamekamata kwenye sarura, au wamekamata innamal a'malu binniyat. Nasema hija yake ala maana, itakwenda kwa mujibu wa alivyonuia, ala maana wahu. Wa ilayhi dhahaba ashabu rai, na kwenye msimamo huo ndivyo walivyokwenda watu wa rai. Tukisema pakisema watu wa rai, ifahamike uzuri, tofauti na watu wengi wanaofahamu. Watu wa rai wanajua ni wale watu kujisemea semea mineno tu. Ikisema watu wa rai, wanakusudia watu wa usul wanaostadili na masuala ya kiasi, ndio inaitwa rai. Masuala ya kiasi, wala utumia viasi, wanakuja hapa kwenye kauli hiyo ashabu rai. Wakadiru ya dhalika anil Hasan al-Basri, pia pamepokelewa msimamo huo kutoka kwa Hasan al-Basri wa Ata na bwana Ata wa Nakhai na Imamu Nakhai. Hao wote wameungana na Imam Maliki katika msimamo huo. Iktiradhu lilhaji, sasa kukopa kwa ajili ya kuhiji. Wengine hukopa, bwana ataka kwenda hija akopa, limradi yeye ahiji tu. Hilo jambo vipi? Tukope? Mimi sina uwezo, lakini wa kunikopesha yupo, nikope nende hija. Alhaj iktiradhu lilhaji, kukopa kwa ajili ya hija. Ana Abdullah bin Abi Aufa, kutoka kwa Abdullah bin Abi Aufa kala, amesema sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimuuliza mtume rehma na amani juu yake, anir rajuli, kuhusiana na mtu ambaye lam yahuja, hajawahi kuhiji, au yastakrabu, je akope lilhaji kwa kuna kuhiji? Qala la, mtume akasema hapana, usije ukaenda ukajitia deni eti wenda hija, ndio huna uwezo, usitie deni bwana. Hapana, sikope. Hadithi rawahu, amepokea huyo qala al-Baihaqi, na Imam Baihaqi ndiye aliyesema haya maneno. Kwa hiyo haifai kukopa kwa ajili ya kwenda hija. Alhajju an mali harami, je
Je, kuhiji kwa mali ya haramu yafaa haifai? Yaani mali unayo yatosheleza kwenda hija, lakini umeipata kwa chumo la haramu, vipi? Wengine wasema yafaa wengine wasema yafaa, lakini wapata dhambi tu. Anasema alhajju min mali harami, kuhiji kwa mali ya haramu. Anasema wa yujzi'ul hajja, itafaa hija wa in, ndio itafaa hija wa in kana almalu haraman, hata kama mali ni ya haramu, lakini wayathamu, atapata dhambi. Msimamo huu wa kupata dhambi inda akthari min alulama, ndio maulama wengi wasema kwamba hija itajuzu, lakini atapata nini? Dhambi. Tuko pamoja? Wakala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad yeye kasema hivi, la yujzi, yasema kwa mali ya haramu hija haijuzu, la yujzi. Wa huwa al-asahhu, na shekhe hapa mwenye kitabu anaungana na kauli ya Imamu Ahmad, anasema kwa kendo na ndio kauli sahihi kwamba haifai kwenda kuhiji kwa mali ya haramu. Wa huwa asahhu, ndio kauli yenye kuwa usahihi. Kwa nini? Lima jaa fil hadithi, anasema kauli hiyo ndiyo sahihi kwa sababu ya kile kilichokuja katika hadithi ya Mtume sahihi, hadithi sahihi kabisa, imekuja hivi: inna Allaha tayyibun, hakika Allah ni msafi, ni mzuri, la yakbalu, hapokei illa tayyiba, isipokuwa kizuri. Sasa kile kibaya maana yake hapokei. Hadithi hiyo umetumia. Waruya, na pia ikapokelewa nyingine, an Abi Huraira, kutoka Abu Huraira, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume rehma na amani kasema hivi: idha kharaja alhaju, anapotoka haji, haja hali ya kwenda kuhiji, binafakatin tayyiba, katoka kenda kuhiji kwa matumizi yaliyokuwa mazuri, yani ya halali na kusudiwa, kipato chake ni tayyiba, kenda kwa kipato hicho. Wa wadaa rijlahu, na akaweka mguu wake, fil gharazi, mguu wake akaweka kwenye kipando chake anachopanda cha usafiri, anaweka mguu kupanda kipando ili aende, lakini kipato chake ni cha halali, ni kizuri. Fanada, akifika kule akatangaza, akapiga kelele, akaitikia labbaik allahumma labbaik, na kuitika mola wangu na kuitika. Akisema hivyo, madha kipato cha halali, nadahu munadi minas samai, basi hutangaza mtangazaji kutoka juu mbinguni, naye humjibu labbaika wa saadaika, na wewe umekuitika, wa saadaika, na utukufu ni wako. Zaduka halalun, anaambiwa huko mbinguni, masurufu yako, matumizi yako ni ya halali. Wa rahilatuka halalun, na hata usafiri wako ni wa halali. Kwa maana hiyo, wahijjuka mabruru, na hija yako itakuwa njema, ghairu maazuri, si yenye dhambi. Hija yako mabruru itakuwa ni hija njema, ghairu maazuri, si hija yenye madhambi. Huyu aliyekwenda kuhiji kwa kipato cha halali, akisema labbaika, ajibiwa hivyo. Lakini wa idha kharaja binafakatin khabitha, anapotoka haji kwenda hija kwa matumizi au kwa kipato kilichokuwa cha kihabithi, kichafu, cha haramu yani, fawadha rijlahu, anapoweka mguu wake fil gharzi, kwenye kipando, fanada, akapiga kelele labbaika, anaitikia na kuitika, basi nadahu munadi minas samaa, hutangaza mtangazaji huko mbinguni juu, la labbaika, huna kuitika wewe, wala saadaika, wala huna utukufu. Zaduka haramu bwana, ayo matumizi yako ni ya haramu. Wanafakatuka haramu, na vipato vyako ni vya haramu. Wahijjuka maazurun, na hija yako ni yenye madhambi. Ghairu maajuri, si yenye kulipwa, maana hulipwi kabisa. Kwa hiyo kuonyesha kwamba haifai hija hiyo. Huo ndio ushahidi wa Imam Ahmad kwamba haifai bwana, kwa sababu anaitikiwa kwamba haja yako ni yenye madhambi,
haithu maajur, sasa yafaa vipi na ghairu maajur? Qala al-Mundhiri, akasema Imamu Mundhiri, rawahu Tabarani, hadithi imepokewa na Imam Tabarani fil awsati, kwenye kile kitabu chake cha kati na kati, kuna kikubwa na kidogo na kati na kati. Hadithi rawahu vile vile warawahu al-Asbahani, pia ikapokewa na bwana Asbahani min hadithi Aslama, kutokana na hadithi ya bwana Aslama ambaye maula Umar bin Khattabi. Huyu Aslama ni huru wa Sayyidina Umar bin Khattabi ambaye alimwacha huru, lakini imepokewa kwa njia ya mursala, kwa njia ya mursal, tena mukhtasaran, kwa mukhtasar, yani kwa ufupi. Ni lipi katika mawili lililokuwa bora katika hija? Ayyuhuma, ni lipi katika mawili afdalu lililokuwa bora fil haji, katika hija? Kati ya rukubi au al-mashi? Kati ya kuhiji hali ya kuwa umepanda kipando. Kuna wengine wanahiji pale wakiwa kwenye kipando vyao, wanazunguruka kutufu, wanatufu na nini na mnyama wake, tuko pamoja. Sasa ile kuhiji hali ya kuwa uko kwenye kipando au unatufu ukiwa unatembea kwa miguu, ipi bora? Maana zote za kubaliwa, lakini bora ipi? Qala al-Hafidh fi al-Fath, amesema Hafidh katika Fathul Bari bin Hajar, hiyo bila shaka. Qala Ibn al-Mundhir, amesema Ibn al-Mundhir, ikhtalafa fi ar-rukubi wal-mashi, wametofautiana kuhusiana na kupanda kipando mnyama, yani au kipando, wal-mashi, la kutembea kwa miguu, lilhaji, kwa haji, ayyuhuma afdalu, lipi liliyokuwa bora? Wamehitalifiana, wengine wasema hili bora, wengine wasema lingine. Qala al-jamhur, jamhuri wao wanasema ar-rukubu afdal, kuhiji hali ya kuwa umepanda kipando ni bora zaidi. Kwa nini? Hoja zao wakasema li fi'li nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alihiji hivyo na yeye. Lakini pia walikaunihi a'wana ala duai, na vile vile ni kwa sababu ya kuwa kufanya hivyo a'wana, kuna msaidia mtu ala duai, kuweza kuomba dua vizuri, wal ibtihali, na kuleta adhkari. Tofauti ukitembea kwa miguu na toti ile shekhe, za nyingine punzi, si ndio? Za nyingine hata hiyo dua huombe uzuri kwa sababu ya punzi, huku una hema na hivi na hivi. Wakasema hizi sababu hizi, wao wakaona kwamba kuhiji ukiwa umepanda mnyama ni bora zaidi. Tupo jamani? Wal ibtihal, na kuleta adhkari. Lakini si hilo tu, wakasema walima fihi min almanfaa, na pia kutokana na yaliyomo katika kitendo cha kupanda mnyama ukazunguruka na kipando, kuna manufaa ndani yake. Manufaa ndio maana huchoki tayari. Hawa wamesema hivyo jambo. Lakini wakala Ishaq bin Rahawayhi, Imamu Ishaq bin Rahawayhi akasema almashi afdalu, kutembea kwa miguu ndio bora. Kwa nini? Ni akasema lima fihi min at-ta'bi. Wale wanasema kutembea kwa mnyama kwa kipando ni bora kwa sababu hupati shida. Ishaq anasema kutembea ndio bora kwa sababu ndani yake kuna kupata shida. Kwa ina maana kila ukipata shida, ina maana ujira unakuwa, kuliko unafanya kiulaini hivi. Min at-ta'bi. Wa yahtamilu an yuqala, na inawezekana pia ikasemwa hivi kwamba ubora yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwali, na hii kauli kweli ni sahihi zaidi, kwa sababu itakuwa kama ni kauli ambayo inafanya jami' suluhu. Inaweza kusema kwamba ubora yakhtalifu, utatofautiana bi ikhtilafi al-ahwali, kwa mujibu wa hali wal ashkhasi, na watu wenyewe. Kwa maana ikiwa hali unaweza ukatufu kwa miguu hali ya kuwa huchoki, hupati shida, tuko pamoja na pengine wewe mwenyewe unayetufu kwa miguu uko vizuri, basi bora kutufu kwa miguu kwa mujibu wa hali na mtu mwenyewe. Lakini ikiwa mtu wenyewe shekhe keshakuwa pressure nyingi,
jitu zima hawatakija kimi pressure mengi kiasi ambacho akipiga hatua 2 3 punzi njia 4 huyu bora nku hiji kwa kupanda mnyama. Kwa sababu gani? Kule Allah kasema yuridu bikumul yusra. Ile aya si kwamba inazungumzia funga tu, Allah akutakieni wepesi na hataki uzito kwenu. Kwa hiyo ina maana wepesi wake kwa mujibu wa hali na mtu mwenyewe. Warawa al-Bukhari, na amepokea hadithi Imam Bukhari an Anasi, kutoka kwa Anasi radhiyallahu anhu, Allah mridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika mtume rehma na amani juu yake, raa shaykhan, alimuona mtu mzima, yuhada, anaongozwa, baina ibnaihi, katikati ya watoto wake wawili, mmoja kakaa huku mwingine kakaa huku, wamemshika mzee wao wanamhijisha. Tuko pamoja? Kwa maana alikuwa anahiji kwa nini huyo? Baina ibnaihi. Faqala, tume akauliza akasema, ma balu hadha, kuna habari gani kwa huyu mzee? Qalu, akasema, nadhara, huyu bwana aliyeka nadhiri, ayamshia, aliyeka nadhiri kwamba ye atahiji tena kwa miguu. Kwa hiyo ndio maana inabidi ashikwe, lazima atimize nadhiri yake ya kutembea kwa miguu. Qala, mtume akasema, inna Allaha, hakika Allah azza mwenye nguvu wa jalla aliyetukuka, an ta'dhibi hadha, kuhusiana na kumuadhibu huyu nafsihi mwenyewe, au kuiadhibu huyu nafsi yake, la ghaniu, Allah ni mkwasi, hahitaji kumuadhibu huyu. Kwa maana kile anachokifanya ajiadhibu, Allah hataki kumuadhibu. Kwamba yani mtu mzima kwenda hawezi, kashikiliwa kuna huko, lakini mradi ndo ndiye kanadhiri mie, Allah hayuko radhi na kumuadhibu huyo. Sawa. Wa amarahu an yarkaba, akamwamrisha ahiji hali ya kuwa kapanda mnyama. Kwa hiyo yote yaonyesha kwamba yategemeana nini? Hali. Kwa maana kwa hali yake yule, Mtume alisema hata kama umeweka nadhiri kwamba utahiji kwa kutembea, wewe itabidi upande tu mnyama. At-takassubi, wal makari fi al-hajj. At-takassubi, kutafuta kipato, wal makari, na kukodisha fi al-hajj, katika hija. Ndio yote kutafuta kipato. Aidha unatafuta kipato kwa kufanya biashara, unauza, au pengine una vitu vyako wakodisha. Al-makari, kukodisha. Pengine ndio umekwenda na vipando vyako pale, umekwenda na gari zako, sijui vile vya kubebea hao wanaotaka kuhiji. Kwa nini? Kwa vipando. Basi pale upo unakodisha. Kaja mtu, bwana mimi siwezi kuhiji, nataka nipande kipando, basi bwana kiasi fulani unakodisha. Na wewe uko kwenye hija. Tena wewe wala pia wahiji na wewe. Vipi? Au umechukua biashara huko unahiji, kuna wakati wewe unaupata eti. Sio kama tena siku zote wewe muda wote wewe kwenye hija tu, hakuna muda wa kupumzika. Ule muda ambao hakuna matendo wewe unakwenda zako kufanya biashara yako. Vipi ili jambo? At-takassubi wal makari. Maana huko mitaani tutoa fatwa, yule bwana alikwenda kufanya biashara, hakwenda kuhiji yule. Na ukichukua biashara bora ukaenda kufanya nini? Biashara. Kama na haramu. Sijui vipi tutaona. Anasema la basa bwana wewe, hakuna dhambi lilhaji, kwa haji, an yutajira, kufanya biashara, hakuna dhambi. Wa yuajira, na kukodisha vitu. Wa yatakassabu, na kutafuta kipato, hakuna dhambi. Tena hakuna dhambi wa huwa yuaddi a'mala alhaji, wakati yeye atekeleza matendo ya hija wal umra, na umra huku anahiji huku anafanya umra, basi pia anaweza kutafuta na kipato. Qala Ibn Abbas, ushahidi wa hayo amesema Ibn Abbas, inna nasa fi awwalil haji, hakika watu mwanzoni huko wa hija kufaradhishwa, kanu, walikuwa yatabaayuna, walikuwa wakiuziana, bimina, kule Mina kule wanafanya biashara na uziana, wa Arafa, na Arafa kule kuna biashara wanafanyana.
wasuki dhil majazi, na kwenye soko la dhil majazi, wakifanya biashara kote huku wako kwenye hija. Wa mawasimil haji, na misimu ya hija wanafanya biashara. Sasa fakhafu albay'a, wakafanya hofu kule kufanya biashara, wa hum hurumu, hali ya kuwa wameshahirimia hija. Wakaona lakini kufanya hija kufanya biashara hali ya kuwa ushahirimia hija, wakawa wanaona kama ni hofu, wakapata hofu kwamba itakuwa haifai. Wakaulizia kwa maana hiyo, fa anzala Allahu ta'ala, Allah akateremsha aya mtukufu isemayo, laisa alaikum junahun wa tarmil hijmar, hujarembea jamarati wewe. Kala, akasema kultu, nikamwambia bala, kwa nini? Yote nimefanya hayo, lakini wanaambia sina hija. Kala, akasema fa inna laka hajjan, basi unayo hija. Jaa rajulun, akamwambia unayo. Kwa sababu gani nakwambia unayo? Kwa sababu jaa rajulun, alikuja kijana mmoja, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume, fasaalahu, akamuuliza mtume, amithli ma saaltani, kama swali uliloniuliza mimi. Kaja kuuliza hivyo hivyo, na alikuwa anafanya biashara, watu wakamwambia haifai na hivi na hivi, huna hija. Akaenda akamuuliza mtume, mimi nipo. Fasakata anhu, mtume alipoulizwa alinyamaza, hakuwa na jibu la kutoa. Hatta nazalat hadhihi alaya, mpaka ikashuka aya hii, laisa alaikum junahun, hakuna juu yenu dhambi, antabtaghu fadla min rabbikum, utafuta riski za Mola wenu au mipato. Kwa inaonekana kwamba imekubalika. Iliposhuka aya hiyo, fa arsala ilaihi, mtume akamtumia ujumbe yule kijana aliyeuliza, mwiteni. Akaitwa. Alipokuja, wakara alaihi hadhihi alaya, akamsomea aya hii. Wakala, na akamwambia, laka hajju, unayo hija. Hadithi rawahu Abu Daudi wa Sa'id bin Mansur. Wakala al-Hafidh al-Mundhiri, na amesema Hafidh al-Mundhiri, mwanachuoni huyo Abu Umama, ambaye ni baba Umama, anasema la yu'rafu ismuhu, anasema huyu Abu Umama jina lake halifahamiki, ndio kaitwa baba yake Umama. Haya, baba yake Umama huyo aitwaje? Sema jina lake halifahamiki. Kwa maana kama halifahamiki kiulumul hadithi, na maana kuna rawi majhul au sio? Lakini Abu Umama si sahaba. Kama ni sahaba, sisi Ahlusunna Jamaa, kutokufahamika jina si tatizo kwetu, kwa sababu sisi katika ulumul hadithi tunapotafuta uadilifu wa mtu hatutafuti kwa masahaba. Masahaba si kwetu, wote ni udhuru. Tuko pamoja Ule uadilifu kwamba huyu ni adil tuanza huku chini, si kwa masahaba. Masahaba wote ni udhuru kwa sisi Ahlusunna Jamaa. Wengine kina Mashia, masahaba karibu wengi walikufuru. Huo ndo msimamo wao huo, au hatuwatizami sisi. Kwa anasema Abu Umama jina lake alifahamika. Wa Ibn Abbas, na kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Allah mridhia na baba yake, anna rajulan saalahu, hakika kijana mmoja alimuuliza, yani aliulizwa Ibn Abbas. Fakala, akasema hivi, aujaru nafsi min haulai alqaumi, je, naweza nikakodisha mimi nafsi yangu min haulai alqaumi, kwa watu hawa, halafa ansaku maahu, nikafanya ibada pamoja nao, almanasiki, ibada za hija, ali ya ajru, na nitapata ujira nikifanya hivyo. Kala Ibn Abbas akasema, naam, ndio napata. Ulaika lahum nasibun, akamsomea aya semayo, ulaika lahum nasibun, wao watapata fungu lao, mema kasabu, kutokana na kuchuma. Wallahu sariul hisabi, na Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Hadithi rawahu al-Baihaqi wa Daraqutni, imepokewa na Baihaqi na Imam Daraqutni. Inshallah, wallahu ta'ala, tufike hapa. Kama kuna swali tuulize. Nah, manila Ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Wengine wakienda, wengine walikuwa hawaendi. Hata mtume mwenyewe hajaenda haija miaka yote. Kwa nini shaka? Kauliza hivi. Sio ni nafasi kwa biashara. Sasa ndio ndio anaweza kama kuna na biashara. Ndio biashara wanaambia kwamba sina hija sababu ndio biashara. Sasa kila mtu simu kwa anakuja huko. Nasema hivi kwamba hija, wapo watu wanakwenda kila mwaka. Hivyo na wapo watu hawaendi kila mwaka. Kwa hiyo hata masahaba wapo walikuwa hiji kila mwaka na hiji. Kwa pamoja toka ilipofaradhishwa basi wapo kwa hiji kila mwaka, lakini tunasema pale hija ni mara moja, zile nyingine ni sunna kwa. Lakini wapo ambao hawakwenda kuhiji kila mwaka. Hata akiwemo mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Tupo hajaenda vya kila mwaka kaenda hija. Kuna miaka mingine sasa alikuwa yeye kaenda hija ya mwisho mwaka wa 9 anakwenda kuhiji. Yaani kule nyuma kote alikuwa akifanya nini? Kama kenda ni umra. Na hizo umra hajaenda miaka yote. Nafikiri hata kuna kile kisa tukamshauri kusoma hapa, sio shauri kupita. Au kishamshauri kusikia. Kuna muda Mtume sallallahu alimpa ukaimu na Abu Bakar Siddiq akahijisha watu. Nakumbuka kwa maana hajaenda. Huku nyuma ukaja ujumbe wakapewa makafiri wa baraa tu ile. Akamtoa Sayyidina Ali kaambia fuata ule msafara ufuatilie ukapeleke ujumbe. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alipomuona Ali kaenda akamuuliza, je, tumekabadilisha utaongozi kwamba umeletoa ni kiongozi au vipi? Akamwambia hapana, mimi sitatoka, mimi nimeletwa na ujumbe, wewe uongozi wako uko pale pale. Kwa hiyo kuonyesha kwamba si kwamba kisha kwenda siku zote. Elewana na masahaba wengi tu, hata nani Sayyidina Uthman ibn Affan kwa mfano, siku alipouliwa ni musimu wa hija, yeye hakwenda hija na ndio amiri al-mu'minin. Tupo hakwenda, kaja kuuliwa nyumbani kwake kwenye ikulu yake. Lakini kwa ni msimu wa hija, watu wameenda hija kwa maana kampa mtu nenda kawaongoze. Kwa hiyo kwenda siku zote na kutokwenda siku zote, hii ipo kwa mtu mwenyewe. Una uwezo wa kwenda siku zote sawa, nenda. Lakini hata wale walioko pale wenyewe, si ndio pengine hata na ujadala hatoi, basi hawa wapo walikuwa hawaiji kila siku. Hata akienda basi pengine kaenda kwa sababu ni msimu wa kufanya nini? Biashara. Kama vile watu wanakwenda kwenye sikukuu. Kuna wengine hawana hata sikukuu yoyote, lakini kwa sababu ana machungwa yake yeye ndio akimenya kule, basi hakosi sikukuu zote yuko. Wallahu a'lam. Naam. Kukopa. Sasa ishafikia kwenda kuhiji wanakukopesha au wanakupa chako? Kama mnafikia wewe pesa uliyotakiwa kwa mimi. Yaani bora kuongezea kidogo kile chako ulichonacho. Unafikia ile kiwango kama milioni 17 16 wanakupa ruhusa leo kwa hiyo ndio tushapita hapa shaka. Ile hata halitaki tena, hata halina swali tena hiyo. Tumepita hapa kwamba hakuna kukopa kwenye nini? Hija. Wala haikutolewa hapa nini ile unasema istifsali labda isipokuwa labda hakuna kukopa kwenda hija. Tupo sasa kuna mambo kwa nini watu wafanya? Basi kufanya watu sio sababu iwe kwamba labda ndio ushahidi wa kwamba jambo lafaa. Maana ikiwa watu wafanya liwe lafaa, hata kuzini itakuja kuwa halali. Maana watu wafanya
au sio shehe? Tena wengine maustadhi na mashekhe sema bwana, basi watu wanafanya. Kwa hiyo kufanya na kutokufanya si ushahidi wa jambo kufaa. Wewe litizame jambo kwenye vitabu, je, limekubalika? Sawa, halijakubalika? Kwa sababu gani? Najua liko wazi kwamba hija imewajibika kwa mtu mwenye nini. Sasa huyu hana. Unaposema na kukopesha, ndo bado yule uwezo hana. Bora mwambie na kugaia. Tumwambie na kugaia, maana yake ndo keshapata uwezo. Lakini kumkopesha, maana yake bado uwezo hana, maana yake ana deni huyo, aje alipe. Na kuna uwezekano asije akaja akalilipa hilo deni. Kwa ufupi, hakuna kukopa bwana. Danga mwenyewe mpaka zifike. Ule Dar es Salaam kuna mama mmoja alikuwa na kama Nyamara, siku yule alikwenda hija kwa kupika vitumbua. Kazi yake apika vitumbua, lakini siku alikaa miaka mingapi akawa anakusanya mwenye kaeka, yani alijipinda kwamba mimi lazima nikanyage hija. Alitimiza malengo yake, lakini siku kwa miaka mingapi. Kwa hiyo danga lakini usikope. Wallahu a'lam. Na shehe hilo linaweza likakubalika kwa sababu nafsi mbili tofauti. Sawa hawezi kupiga mwenyewe jiwe moja ndege wawili. Japo kama tumeona kuna wengine wamekubali, jamhuri wamekubali kwamba hata mwenyewe akipiga moja zote zishadondoka. Lakini tukija kwenye ile kauli ya wale waliokataa kwamba ni lazima ahiji moja baada ya nyingine, basi itakuwa zimehijiwa moja baada ya nyingine, akitafuta mtu akamlipa. Iko yule mtu tu masharti katimiza kwamba yeye kishafanyaje, sio sairura, yeye ni mtu ambaye kishafanyaje, katimiza masharti, basi inawezekana. Wallahu a'lam. Lakini hawezi kuswali sala mbili wakati, kwa mfano yeye mwenyewe hawezi kufanya ibada moja wakati mmoja, kwa sababu zile ibada zimegawika. Kuna ibada mudayyiq na ibada muwassa. Kuna ibada ni mudayyiq na ibada muwassa. Yani kuna ibada ambayo muda wake ni mdogo sana, haitoshelezi kuingia ibada nyingine kama ile. Miongoni mwa hiyo ni hija. Maana ule muda siku ikishamaliza usema sasa wewe mimi mtaanza kuhiji hapa mimi au vipi? Ile siku ikiisha hiyo nahar huwezi Kwa hiyo hija inaingia ndani ya zile siku mbili, kuanzia tarehe 8 mpaka 10. Na matendo tena kuna jamarati vile vingine, lakini ni siku zile. Kwa hiyo hakuna nafasi kwamba labda ngoja basi ni hiji kwanza ile, halafu muda utabakuwa bado upo. Kama vile ukiswalia dhuhuri kwa mfano, unaweza ukaswalia dhuhuri, muda ukabakia, ukaswali tena na nyingine na nyingine na nyingine, muda bado upo watosha. Ile ni muwassaa wakati wake. Sasa ziko ibada ni mudayyiq, miongoni mwa hizo ni hija, funga ni mudayyiq. Kwa ina maana yeye kama hawezi kuitekeleza ile hija mbili kwa wakati mmoja, lakini ikiwezekana kwamba kaweza kumunini mtu, basi inaweza ikawezekana, ila si vizuri kwa sababu yeye mwenyewe anaweza. Na kumhijia mtu iwe mtu mwenyewe vipi hawezi, huyu aweza. Tutafahamiana, huyu yeye anafanyaje? Aweza, sio shaykhuha, sio mgonjwa, au sio? Kwa hiyo vizuri zaidi asubiri mwaka mwingine kuliko kumpa mtu. Wallahu a'lam. Naam.
sawa sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atakafanya kwa kuzingatia nini? Mazingira. Ndio ile kwamba jamani, fatwa hizi zinategemea na nini? Na mazingira. Tena wewe utakaye kwenda gusa, unawezekana saa nyingine shekhe ukakosa ujira kabisa. Tuko pamoja? Kivipi? Kwamba sawa, Mtume sallama alikuwa kafanya yote mawili, kwenda akabusu lile hajari yenyewe, sawa, kafanya kuligusa kwa mkono tu halafu akabusu mkono, kafanya pia kuashiria tu kwa mkono halafu akabusu, yote kafanya. Hii yote kutuonyeshea sisi tawasul kwamba ni jambo linawasa kwa kutegemea mazingira. Mtume kashajua kwamba ikiwa mazingira yatakuruhusu wewe kwenda ukainama pale ukafanyaje? Ukabusu, basi kabusu. Lakini shekhe kwenye hija, mimi sijenda, lakini na bila shaka naye hujenda, lakini utaona uende pale ukainame kweli? Si ndio sasa na ng'ombe unajiinamisha chinjioni uchinjwe? Ni vitu ambavyo utakuwa kama unajiingiza wewe ila tahaduka. Kutokana na ile watu walivyokuwa wengi huwezi kufika. Sasa ukalazimisha lazima nende utasukuma watu. Sasa utakuja angusha watu, utakuwa hukufanya kitu kizuri. Unaweza ukapata dhambi kabisa. Tuko shekwana. Kwa ina pale usije ukasema bwana bora kwenda kubusu, bora kuashiria huko kuliko kwenda pale mkaanza kusukumana, kanyaga huyu sukuma huyu, eti lazima nikabusu kwa sababu ni bora zaidi. Itategemea na hali na mazingira yale. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa 'allimna ma lam na'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.